walikuwepo pale, hawakuzuia gari la wachezaji. Walizuia gari lilokuwa limebeba mbuzi. Inawezekana walichungulia wakaambiwa bwana zile 7 sio 7 ni 8 kama tarehe 8. Kwanza walikuja na mabasi mawili. Walikuja na BM, alafu wakaja na basi nyingine ya kwao ya wachezaji. Lakini mle kwenye basi kuna mbuzi. Walikuwemo wanalia. Mara mbuzi mara sijui nani. Mbuzi wanataja majina ya wachezaji wa Yanga. Wazee wafupi wote vimo kimoja. Nani anayewaruhusu waingie mle? Tunaruhusu mbuzi ndio wakacheze. Tunauliza mbuzi za nini tunaenda kupika futari? Tunaenda kufuturu. Walikuwa wanaenda kuwachinjia wapi hao mbuzi? Hatujazuia wachezaji wa Simba kuingia uwanjani, tumezuia mbuzi na wazee wafupi. Bodi ya ligi situgeuze sisi kama vitumbua au chapati. Mechi 22. Simba mpiga penalty 19. Wewe unasema una ligi bora. Watu wametoka mikoani, wametoka manchi mengine, wanakuja kuahirishiwa mechi ndani ya masaa mawili. Mshabiki wa Simba umeumia. Hawaangalia upande wetu sisi, wanaangalia usimba wao na uyanga wao kwenye uongozi. Hii sio nzuri. Kwa hili naomba kabisa bodi ya ligi na TFF viongozi wajiangalie mara mbili. Yaani ni bora viongozi waachie ngazi waingie wengine. Na waomba viongozi kama wananisikia na kama wananiona, ikiwezekana hata kari aondoke tu, wanachukua maamuzi wao ni akina nani. Hata kama viongozi wetu wakisema kwamba hiyo mechi itachezwa, wataenda kucheza wao, mashabiki watatafuta wadaa, sisi wa Mwanza hatuendi. Tumeshamaliza game. Kwa hii kama wanayanga wananisikiliza wote, tungeungana wote twende kuwashtaki bodi ya ligi, watulipe gharama zetu tulizopoteza. Hapo sema Yanga iliwazuia. Yanga ina ubavu gani? Uwanjani hatuendi na hiyo mechi imeisha na tunataka pointi zetu 3 na magoli yetu 3. Sisi mechi hatuchezi, tumeshacheza. Sisi tutacheza kombe la mbuzi, lakini sio ligi kuu tena. Mchezo tumemaliza. Natakiwa hata uongozi wetu uelewe msimamo wetu. Hatuitaki hiyo mechi tena. Tupe pointi zetu 3 na magoli yetu 3, tuachane nao. Yaani ligi yetu ni mbovu ya kwanza Afrika. Mimi naitwa Valenice Peter Paul, ni mwenyekiti starehe na maafa wa tawi la Yanga Mkolani Family. Kwa kweli hatujapokea vizuri kwa kilichotokea. Bodi ya ligi imetuangusha sana. Yaani TFF na bodi ya ligi walichotufanyia ni kitendo ambacho ni cha kikatili. Kwanza tumetumia gharama, tumetoka Mwanza mpaka Dar es Salaam, tumesafiri wenye kuuza ng'ombe, mbuzi ili wapate pesa kwa ajili ya kufuatilia, kushuhudia timu yao ikiwa inacheza vizuri. Wote tumekuwa disappointed. Kiukweli kwa kilichofanyika sio kizuri, na kama serikali ingekuwa inaruhusiwa kuingilia mpira, wangeingilia hii swala ili tusaidie kiukweli. Tumeingia hasara kubwa sana. Kwa kifupi mimi sijapenda. Kwa haraka 300,000 inafika kwa haraka, kwa sababu bahati nzuri kuna gari ambayo kuna mtu alijitolea akatupakia tukaenda, lakini bado kuna zile gharama ambazo tumetumia za kwetu. Ina maana kama ingekuwa tumejumlisha na nauli ya kwenda na kurudi, maana yake ilikuwa inafika hata milioni kwa ajili ya hasara, lakini ni hasara. Alafu kuacha hata muda wako na kazi zako zote, tuna biashara tumeacha, tumefunga, tunakuja kwa ajili ya kuangalia dabi, afu tunafanyika kilichofanyika. Kiukweli sio nzuri. Hasara ya muda ni hasara kubwa zaidi kuliko hata hasara ya pesa. Kiukweli tamko sisi tumeona kama wametudharau. Kiukweli sio tamko zuri, afu lilikuwa haliko kwa wakati mwafaka. Ndio maana tumewasapoti sana viongozi wetu wa Yanga walivyosema kwamba hawatapeleka timu tena kucheza dabi kwa kipindi cha 24-25. Kwa hiyo ni kwamba tumewasapoti, tumeona wako sawa, kwa sababu kila tamko la kimichezo la kuahirisha mechi inatakiwa lichukue masaa 72. Sasa unatutamkia masaa 3 watu tumeshaingia uwanjani tumekaa, alafu mnatuma uongozi wenu unakuja unatutoa uwanjani na tumelipa hela zetu, kadi zimesafiwa, tuma uwanjani tunatolewa. Yaani tumekosa mechi ambayo tumetumia gharama, bado tumekata tiketi zetu, tunaingia uwanjani, tunaenda kutolewa uwanjani tena tunapelekwa nje. Kiukweli ni dharau ya hali ya juu. Hii bodi ya ligi na TFF wametudharau sisi wana michezo. Hawaangalia upande wetu sisi, wanaangalia usimba wao na uyanga wao kwenye uongozi. Hii sio nzuri. Kwa hili naomba kabisa bodi ya ligi na TFF viongozi wajiangalie mara mbili. Yaani ni bora viongozi waachie ngazi waingie wengine ili tuendelee na hili swala. Kiukweli hatujapenda, tumeumia sana. Ni kweli hatutacheza. Na kama viongozi watarejea wakubali hili swala, wanachama hatutakubali. Watacheza wenyewe na hakuna shabiki atakayeingia uwanjani. Kiukweli kwa hilo inatakiwa hata uongozi wetu uelewe msimamo wetu. Hatuitaki hiyo mechi tena.
kwa sababu walivyotukimbia walikuwa wanasema makolo kwamba hivi tawi lao tukifunga timu fulani tawi lao. Je, wao ni kina nani? Mbona tawi letu wote ambao tunawafunga wanawataja wao wameingiza timu uwanjani? Kwa nini wenyewe wamegoma kuingiza timu uwanjani? Uwanjani hatuendi na hiyo mechi imeisha, na tunataka pointi zetu 3 na magoli yetu 3, kwa sababu kisheria timu inayogoma kuingiza timu yake uwanjani afu timu husika ikaingiza timu uwanjani, maana yake aliyeingiza timu uwanjani anatakiwa apate pointi 3 na goli 3. Kwa hiyo sisi tunachokitaka, tunataka pointi zetu 3, goli zetu 3, vinginevyo viongozi wote wajiuzuru. Yaani sio kwamba tuliwazuia wao kuingia uwanjani. Basi yao kwanza walikuja na mabasi mawili. Walikuja na BM alafu wakaja na basi nyingine ya kwao ya wachezaji. Lakini mle kwenye basi kuna mbuzi. Walikuwemo wanalia. Mara mbuzi mara sijui nani. Mbuzi wanataja majina ya wachezaji wa Yanga. Wazee wafupi wote vimo kimoja. Nani anayewaruhusu waingie mle? Tunaruhusu mbuzi ndio wakacheze. Tunauliza mbuzi za nini? Tunaenda kupika futari. Tunaenda kufuturu. Walikuwa wanaenda kuwachinjia wapi hao mbuzi? Hatujazuia wachezaji wa Simba kuingia uwanjani, tumezuia mbuzi na wazee wafupi. Hilo lieleweke kabisa. Neno la mwisho kwa mashabiki wa Yanga, naomba kwanza niwape pole kiukweli. Niwape pole wote, wanachama, washabiki, wapenzi wa Yanga African. Tumeumia wote kiukweli. Hata mimi imeniuma sana, na pia walioingia hasara zile kosti zote Mungu atawalipa, maki sioni mtu wa kuwalipa. Ila kama tungeshirikiana pamoja wana Yanga wote tukafungua kesi kwenye bodi ya ligi, tulipwe gharama zetu zote ambazo tumetumia kwa ajili ya huu mchezo. Maana naona kama yanakuwa ni mazoea. Hii ni mara ya pili tunasafiri, tunaacha shughuli zetu, tunaacha kazi zetu, lakini tukifika kule mpira unaenda kuahirishwa. Kwa hiyo kama wana Yanga wananisikiliza wote, tungeungana wote twende kuwashtaki bodi ya ligi, watulipe gharama zetu tulizopoteza. Kikubwa mimi ninachokiomba, pointi zetu 3 na magoli haya, bodi ya ligi situgeuze sisi kama vitumbua au chapati. Wanachukua maamuzi wao ni akina nani? Kwanza ni waombe kabla ya matokeo au kabla ya maamuzi wajiuzuru. Angalia sisi na uzee wetu miaka 67 unajitahidi, unaenda kusapoti timu, mtu kwa manufaa yake anaamua kusema mechi haipo. Ni halali hiyo? Na waomba viongozi kama wananisikia na kama wananiona, ikiwezekana hata Kari aondoke tu. Tumechoka, sababu haziishi. Simba amekanyaga Mwanza hapa kucheza na Pamba, tumezuiliwa uwanja, mkuu wa mkoa akawa nini, visingizio vingi. Ni ina maana ya kwamba wanaposema Yanga iliwazuia, Yanga ina ubavu gani? Ule ni uwanja wa taifa. Yanga na ubavu gani wa kwenda kusimama pale kuzuia watu? Na walio kuwepo pale hawakuzuia gari la wachezaji, walizuia gari lilokuwa limebeba mbuzi. Kiukweli swala lililotokea kwa upande wangu mimi kwa kuwakilisha matawi yote ni swala ambalo limetuumiza sana. Wengi wamezungumzia swala la pesa, lakini swala la pesa watu wanatumia pesa nyingi. Lakini pesa haiwezi kaumiza kama swala ambalo imetuumiza. Kwa sababu tulikuwa tumeenda kujiandaa kwa sababu ya timu yetu. Tumekwenda sio kwa sababu ya pesa kufanya starehe, tumekwenda kwa sababu ya timu yetu. Lakini taarifa za awali tulizozipata kabla hata ya mchezo kuahirishwa, tumeanza kuondolewa kisaikolojia baada ya kuambiwa msemaji wetu amefungiwa. Tukazipuuza, tukajua hawa wanatuondoa mchezoni kwa sababu tunakwenda kuujaza uwanja. Lakini pamoja na hilo ikawa itoshi na kuja kukumbana na taarifa nyingine. Sita hivyo tumeanza kuzipata toka usiku baada ya wao kuzuiliwa kuingia uwanjani. Lakini ukiangalia wao kwa mara nyingi sana maamuzi yanatumika, hawafuati sheria. Ni mapenzi ya watu binafsi. Kama ni sheria, ukiangalia kati ya Simba na Yanga, nani amekuwa mtu wa mwisho kuchezea ule uwanja? Ni Simba ambao wamecheza mechi pamoja na Azam. Yanga hakufanya mazoezi pale, lakini walikuwa wako tayari kwa ajili ya kwenda kupambana. Lakini ni mipango ambayo walikuwa wameipanga wao, watajua na watu wao, lakini sisi tuna msimamo wetu. Sisi kama mashabiki wa Yanga, wasemaji kwa niaba ya matawi mbalimbali ya Yanga, tumeshukuru kwanza tamko lililotolewa na viongozi. Na ndio maana kufuata taratibu zote za utaratibu wa kanuni za sheria, timu ya Yanga ilienda uwanjani, walifanya warm up, wakatoa na vikosi kabisa, anaanza nani anaenda mwezia nani. Na timu imefanya taratibu zote. Kwa hiyo sisi hii game tumemaliza. Labda watupangie game ya mwakani tukacheze makombe mengi. Hata kama kombe la mbuzi wale walikuja nao wao, wale mbuzi wakuja usiku. Sisi tutacheza kombe la mbuzi, lakini sio ligi kuu tena. Mchezo tumemaliza. Yaani hiyo sio kuhisi kwa nini wamekimbia. Kwanza kabisa ukishia timu imekuja kutoka kanda ya Ziwa. Hatujagi kiunyonge. Tumekuja na ushindi. Na wao kama wao wana mtaalamu wao, nampa hongera sana. Ningemfahamu ningempa zawadi. Wakaona tumie njia kuweza
kukimbia. Hilo ndio kubwa zaidi, sababu walijua kabisa wakifika pale wanakutana na nyingi sana, na ndio maana wakaona ngoja tumie njia hiyo kukimbia, hakuna kingine. Wao wanasema wakifungwa wanasema wanaandaa timu, wakishinda wanasema wanataka ubingwa. Majeruhi sio tatizo, sio wanasema wana kikosi kikubwa, sawa. Mbona sisi tunakuwa na majeruhi wengi, lakini tuwezi kukimbia. Wao wamekimbia wakijua kabisa hapa hata wangelikuwa wote wamekamilika wangekula goli nyingi. Hivyo ingekuwa ni aibu. Hapo ingekuwa kwanza wakiangalia wanatarajia kwenda kucheza kimataifa, mashindano ya kimataifa, si ndivyo? Sasa hii mechi ingeenda kuwavuruga kisaikolojia, hata viongozi wao wangesambatika, wangeenda kucheza nini? Wasingekuwa na umoja tena kuingia uwanjani, na pale kipigo kilikuwa ni kikubwa. Ndugu yangu, mimi sikufichi, hatuoni matokeo yaliyokuwa yanakuja kufanyika, lakini ushindi tulikuwa tunapata Yanga, ushindi mmoja mkubwa sana. Yaani kwa imani nao ni ushindi mmoja mkubwa sana hujai kutokea. Jambo la kwanza, Mheshimiwa Rais tunamheshimu kama kiongozi wa nchi, lakini pia kuna mamlaka yanayosimamia masuala zima ya mpira. Yeye akiingia kule labda ataingia kwa sisi kutuomba, na kawaida ombi linaweza likakubaliwa ama likakataliwa, lakini swala la yeye kuingia huku sisi tumeshasema hatuchezi. Na hata kama viongozi wetu wakisema kwamba hiyo mechi itachezwa, wataenda kucheza wao, mashabiki watatafuta wadaa, sisi wa Mwanza hatuendi. Tumeshamaliza game tumeshamaliza kiongozi, yani hapo tumemaliza. Kama ni kamati ya ufundi wao wameitengeneza yako, tumekuwa zaidi ya wao. Kwanza wale mashabiki wanaokuwa wanazomea tukio hilo, mimi naona kama vile sio mashabiki, ni wapiga kelele. Kwa sababu shabiki kabisa kama shabiki, naye pia ameumia. Sio kwamba wameahirishwa vile ili wao wapone, na wao wameumia. Kuna mashabiki wa Simba wengi ambao wametoka, wengine Mwanza, wengine mpaka wamelia. Sio kwamba ni wana Yanga tu. Hii inachukuliwa kwamba ni timu ya Simba pamoja na viongozi wa mpira wa miguu ndio wamefanya hivyo, sio mashabiki. Hata mashabiki wa Simba wameumia, na wale wanaozomea karibu lazima wazomee, lakini hao wanaozomea timu baada ya matokeo au ndio wao kwanza kuzimia kufa uwanjani. Ninachowaomba mimi, ninachowasihi kwanza, wasiegemee upande mmoja. Inaonekana Simba wanabebwa sana. Hii TFF inawabeba sana Simba. Kwa nini wanawabeba hivyo? Yaani wanawasikiliza sana. Hii mbeleko waliowabebea mwishoni itachanika. Mimi naomba kama wenyewe wote sisi ni watoto, wenyewe ndio wazazi. Kwa hiyo kama wenyewe ni wazazi, basi watu waangalie watoto wao wote, sio waegemee upande mmoja. Wanafanya sio vizuri. Kwa nini wanafanya hivyo? Watupe pointi zetu 3 na magoli yetu 3, tuachane nao. Kuliko hivyo wanatufanyia. Mimi kama kesho asema au kesho kutwa niende, siwezi kupata hasara tena niende Dar es Salaam niharibu hela zangu na sina wa kunilipa. Sasa wanasema mpira wetu uko nafasi ya bora Afrika. Hii hakuna hicho kitu. Ni mbwembwe kabisa, yani ligi yetu ni mbovu ya kwanza Afrika. Wewe fikiria mchezo, Simba imecheza mechi 22. Wameshapiga penalty 19. Itafutia timu yoyote Afrika. Mechi 22, Simba mpiga penalty 19. Wewe unasema una ligi bora? Kwa tu wacha Simba na Yanga. Tunaumiza hata vilabu vidogo wavisamini. Alafu angalie gharama ambazo watu wanatumia kutoka mikoani kwenda Dar es Salaam. Sasa hivi wanakuja na zingine. Kwa mchezo waliofanya wajitathmini sana. Watu wametoka mikoani, wametoka manchi mengine, wanakuja kuahirishiwa mechi ndani ya masaa mawili. Naomba wajitathmini sana. Kama wanalitambua, watoe pointi 3 kwa Yanga na goli 3. Sina mengi ya kusema. Bodi ya ligi jitambue.